Kwanza hamngejua kwamba mimi nilimfundisha kama yeye hangekuwa ametamka hivyo. Kwa tabia yake kama ilivyoelezwa huko nyuma, alipenda sana kuheshimu waliomfundisha. Aliponikuta hapa nikifundisha, akaamua tunapokuwa na vikao vya walimu, staff meetings, alikuwa anapenda sana kuninyanyua, kunisimamisha. Hebu mwalimu wangu, hebu mumsalimu mwalimu wangu, hebu mwalimu wangu katika wewe kusimama hapo. Ndipo mkajua kwa mimi mwalimu wake, vinginevyo hamngejua. Mimi nilipomaliza chuo kikuu Dar es Salaam mwaka 70, nikatumwa kufundisha mkoa wa high school, nikamkuta akiwa form 6, na nikawa katika masomo yangu moja wapo ilikuwa English literature, nikamfundisha form 6 mwaka huu. Na ndio alikuwa akonitambulisha, anasema niwatambulishe kwa mwalimu wangu aliyefundisha English literature, ndivyo mkafahamu kwamba ni mwalimu wake. Basi namshukuru Mungu kwamba alinipa hiyo fursa ya kuwa mwalimu wa huyu baba ambaye ana sifa zote zilizoelezwa hapa. Hakuna chumvi iliyoongezwa katika maelezo. Amekuwa hivyo tangu nilivyomfahamu akiwa shuleni. Nilimfundisha mwaka mmoja tu, akamaliza form 6, akaenda chuo kikuu na akaendelea jinsi alivyoendelea. Ninavyomkumbuka ni kwamba katika huo mwaka mmoja niliokuwa naye pale, kwanza ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa ni shule kubwa, lakini ilikuwa na matatizo mengi kiasi kwamba kila mwaka ilikuwa inabadili mkuu wa shule. Nimekaa pale miaka 4 na pakawa na walimu wakuu 4, kila mwaka mwalimu mkuu, kila mwalimu mkuu wa shule, kwa sababu ilikuwa shule ina matatizo fulani. Lakini huyu alimkuta kosa mahali akiwa implicated or involved in any student misconduct. Maana kisa cha kuwa shule kwa nabadilishwa ilikuwa na pamoja na hiyo kwamba ilikuwa ni shule ngumu kidogo kuimanage. Lakini huyu alimkuta katika tukio lolote Costa akiwa involved or implicated. Alikuwa mlivyomwona hapa ndivyo alivyokuwa tangu wakati ule. Mtulivu, adabu njema tu, yani basi namna hiyo. Alipokuwa amekuja hapa, akanikuta kwamba niko hapa, akaendelea kunitambua kama ni mwalimu wake. Wala unyenyekevu uliosimuliwa hapa, yani kama kielelezo. Na akiwa kwenye gari lake na dereva wake, akiniona tu anamwambia, hebu simama kidogo nimsalimie mwalimu wangu. Kweli anatoka nje anakuja kunisalimia. Nilikuwa najisikia vibaya, kwa sababu huyu ni mkuu wangu, ni bosi wangu hapa, lakini bado anamtambua kama ni mwalimu wake. Yaani kabisa anasimama, anatoka nje anisalimia, halafu anaendelea.